Ni mnyama anakwenda hatua ya nusu fainali, ni maneno ambayo yanasikika kutokea kwake meneja wa habari na mawasiliano Ahmed Ally kutokea ndani ya klabu soka ya Simba ya Dar es Salaam. Anasema hata kama Al Masry wangewafunga Simba magoli 100, lazima Simba ingeenda hatua ya nusu fainali. Mwalimu, unaungana naye meneja wa habari na mawasiliano Ahmed Ally kwenye hiki kwa asilimia ngapi? Yani unajua mechi ya jana ilikuwa ni dakika 90 za mwanzo, lakini kuna mechi nyingine ambayo itapigwa Dar es Salaam. Yani kuna namna ambavyo unaweza kawa unajiuliza swali, kama Al Masry walifanikiwa kupata magoli mawili kule kwao nchini Misri, kwa nini Simba washindwe kupata magoli mawili hapa Dar es Salaam? Unaona, katika mpira inawezekana. Na by the way, Simba kuna namna ambavyo historia wameshawahi kufanya comeback ya maana tu, yani ukiacha hii ya kushinda yani ya kutafuta ushindi wa goli nyingi nyumbani, lakini washawahi kufanya wonders kubwa sana miaka ile ya zamani hapa, mwaka gani 70 kitu hapa, wakifungwa goli 4 Dar es Salaam, alafu wakaenda wakashinda goli 5 Zambia, rekodi ambayo imewekwa mpaka hii leo. Kwa hiyo hili inaweza ikawa inatumika kwa watu wa technical bench katika kuwajenga vizuri wachezaji kisaikolojia, kwamba tuliwahi kupoteza mwaka fulani, lakini tukaja tukapindua meza. Au kuna mechi ambazo Simba walifungwa ugenini wakaja wakapindua meza hapa Dar es Salaam. So far ni namna tu mojawapo ambayo inaweza, yani ni kauli ambazo zinaweza zikawa zinatumika katika kuwajenga wachezaji kisaikolojia. Lakini je, inawezekana? Jibu ni kwamba inawezekana. Yani ni namna tu ambavyo Simba wanatakiwa wajiandae, kwa sababu mlima ni, yani sijui nisemaje, ni mlima ambao ni mrefu, yani kuzitafuta goli 3, lakini kuna namna ambavyo kama umejipanga vizuri kutumia vizuri nafasi, yani mimi kwangu inawezekana kabisa. Yani tumeona kuna mechi ambazo timu ilikuwa inahitaji kupata matokeo ya ushindi na mwisho wa siku akafanikiwa, lakini huwa haiji tu kiwepesi, ni lazima kazi ifanyike kweli kweli. So far mimi kwangu nikiangalia Simba jinsi walivyocheza jana pale kule nchini Misri, kama wakiongeza ubora hasa katika eneo la mbele, mimi naamini Simba wana uwezo wa kufunga hata zaidi ya goli 3, lakini kuna namna ambavyo wanatakiwa wacheze kwa nidhamu kubwa. Kwa mfano kama jana, wakati Simba wana kupata goli la kusawazisha, wakajikuta kwamba wamesahau majukumu mengine ya kuliami lango la mwisho wa siku, wakajikuta wanafungwa goli la pili. Kwa hiyo mechi ya marejeano kimahesabu Simba wanaweza, yani Simba wana uwezo wa kupata magoli mawili, kwani ku level ya aggregate ni 2-0, lakini kama watakuwa Simba wazuri katika kutumia nafasi wanaweza. Kitu ambacho nimekiona mwaka huu Simba hata kwenye mechi za ligi kuu, yani katika eneo la kutengeneza nafasi Simba hawajawahi kufeli, yani kwenye msimu huu nimeangalia katika mechi za ligi kuu na hata za kimataifa, lakini issue ni kwenye kuzitumia. Kwa hiyo kama kocha Fadlu Davis akakaa na wachezaji wake na kutengeneza mazingira mazuri ya nafasi kutumia, yani nafasi zinavyopatikana kutumiwa kikamilifu, naamini wanaweza. Ukiangalia mechi kama jana, unaona timu kama Al Masry hawakuwa bora sana katika labda kutengeneza nafasi nyingi kwenye kumiliki mpira, lakini walikuwa bora kwenye kuzitumia nafasi na wakafanikiwa kupata magoli mawili. Kwa hiyo unaweza ukacheza mpira katika maeneo mengi, hadi takwimu zako zikawa zinavutia, lakini kama unashindwa kuzitumia nafasi, mambo huwa yanakuwa tofauti. Kwa hiyo tumeona jana timu iliyokuwa inamiliki mpira kipindi cha pili, Simba wamemiliki mpira mpaka 59%, lakini mwisho wa siku wao walishindwa kupata goli kipindi cha pili, alafu wale wamiliki mpira kwa asilimia ndogo wakafanikiwa kupata goli. Unaweza ukapiga mashuti mengi golini, lakini mwenzako anaweza kaja akapiga mashuti mawili au moja akafanikiwa kuandikisha goli au magoli. Kwa hiyo kauli ya Ahmed Ally inawezekana, yani inawezekana kabisa kwa Simba kupata matokeo dhidi ya Al Masry, yani matokeo kwa maana ya kupindua meza.
Sawa. Simba wanatakiwa wapate goli 2 ama 3. Simba wanatakiwa ili kuweza kufuzu moja kwa moja, Simba wanatakiwa wapate ushindi wenye tofauti ya magoli 3. Na maanisha kwamba iwe 3-0, iwe 4-1, iwe 5-2, yani isomeke tofauti ya kuanzia magoli 3. Kuna baadhi ya watu kadhaa walikuwa wananiuliza maswali kwamba inakuwaje kama Simba labda wakishinda labda goli 3-1, yani tofauti yote ya magoli mawili, yani kwa mfano Simba wakishinda 2-0, moja kwa moja wale El Masry watafuzu kwa faida ya goal again. Lakini Simba wakishinda ushindi wote wenye tofauti ya magoli mawili, yani ushindi, yani wale El Masry wakapata goli alafu tofauti ya magoli ikawa ni magoli mawili, labda 5-3, 6-4, maana yake Simba watakuwa wanaondoka. Kwa hiyo